kishindo cha awamu ya 6. Karibu katika kishindo awamu ya 6. Tunaimulika mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Mwenyeji wako naitwa Agnes Mbapu. Nitakupitisha ili kufahamu vyema yaliyotekelezwa na TMA ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Mamlaka ya hali ya hewa nchini ina jukumu la kutoa huduma bora za hali ya hewa ili kulinda maisha na mali za wananchi. TMA inatoa utabiri, inakusanya na kusambaza taarifa za hali ya hewa. Pia inaonya dhidi ya majanga na kuendesha vituo vya hali ya hewa nchi nzima. Ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mamlaka ya hali ya hewa imeendelea kuimarisha usahihi wa utabiri wa hali ya hewa nchi nzima. Dr. Ladislaus Changa ni mkurugenzi mkuu wa TMA. Anaeleza utekelezaji wa majukumu ya mamlaka hii ndani ya siku 100 za Rais. Sasa katika siku hizi 100 sisi mamlaka ya hali ya hewa tumeendelea kufanya kazi kubwa ya kuimarisha huduma za hali ya hewa, ikiwemo kuimarisha usahihi wa utabiri wetu. Utakumbukwa ya kwamba mwezi Disemba mwaka jana 2025 tuliweza kuwa na matukio kadhaa ya hali mbaya ya hewa ambayo yaliweza kutabiriwa vizuri sana na mamlaka, na hivyo kuongeza ufanisi na tija katika kuyaratibu, lakini vile vile kupunguza athari ambazo yumkini zingeweza kujitokeza kama sisi mamlaka ya hali ya hewa tusingeweza kutoa hizo taarifa mapema. Kwa hivyo hilo ni mojawapo ya fanikio kubwa ambalo tunaweza kuainisha, kwa sababu ndio jukumu kubwa la uwepo wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata huduma za hali ya hewa, ikiwepo tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa kwa ufanisi mkubwa na kwa wakati, na hilo jukumu tunaendelea kulifanya vizuri. Sasa ni kwa nini hao yamewezekana? Ni pamoja na jitihada kubwa ambazo zimeendelea kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha miundombinu ya utoaji wa huduma za hali ya hewa, ikiwemo kufunga vifaa vya kisasa zaidi katika huduma za hali ya hewa na utabiri, ikiwemo rada za hali ya hewa, ikiwemo vituo vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe, na pia kuimarisha rasilimali watu. Sasa katika vifaa vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe ni pamoja na kama nilivyosema rada, ambapo sasa hivi nchi yetu ina rada 5 ambazo ni kiwango kikubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sisi tunaongoza kwa kuwa na rada nyingi zaidi, lakini sio tu kwa kuwa na rada nyingi zaidi, lakini hata katika umahiri na weledi wa kuzihudumia hizo rada na kuzitumia katika kutoa huduma za hali ya hewa, bado sisi tunafanya vizuri zaidi na hata kuwa msaada kwa wenzetu. Na lingine ambalo limeendelea kufanyika vizuri na ambalo ni kitu cha kujivunia katika ukanda wa Afrika yote ni pamoja na kuimarisha rasilimali wetu. Takriban kwa muda mrefu, miaka 3-4 iliyopita, na hasa sasa hata katika kipindi hiki cha siku 100, bado tumekuwa na wafanyakazi wengi wakijengewa umahiri na weledi katika vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu. Kwa takribani wafanyakazi 80 ambao wako katika masomo ndani na nje ya nchi yetu, kiwango ambacho ni kikubwa kwa taasisi za hali ya hewa katika ukanda wa Afrika. Na nafikiri sio tu taasisi za hali ya hewa, lakini kwa taasisi yoyote ile kuwa na wafanyakazi 80 kwa wakati mmoja wakiwa katika masomo ni kitu ambacho kinaonyesha uthubutu na utayari wa kuweza kukabiliana na changamoto za sasa na changamoto za baadaye katika tasnia ya hali ya hewa, lakini kwa ujumla katika maendeleo. Na haya yote yamefanyika kwa sababu serikali inatambua vizuri na inafuatilia kwa ukaribu changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa duniani, ambapo takribani
kila wakati ambapo tunapata fursa ya kuzungumza tunaeleza hili kwamba kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa inaendelea kuongezeka, na sio tu kasi, hata ukubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa yenyewe, kwa maana ya matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo mvua kubwa, upepo mkali, joto inaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wake. Na tunakumbuka ya kwamba mwaka 2024 ulivunja rekodi kwa kuwa mwaka wenye ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia, ambapo joto liliongezeka kwa takriban nyuzi joto 1.55 kwa kipimo cha centigrade na kwa wastani wa kidunia. Lakini kwa hapa kwetu Tanzania mwaka 2024 pia ulivunja rekodi kwa kuwa na ongezeko la nyuzi joto takriban 0.7 kwa kipimo cha centigrade, ambapo pia ni ongezeko ambalo hatujawahi kuliona tangu tumeanza kazi ya kufanya uangazi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kwa tathmini za haraka pia mwaka 2025 umeendelea kuvunja rekodi pia kwa kuwa ya mwaka wenye ongezeko kubwa la joto mwaka kufuatia ule wa mwaka 2024. Kwa hiyo ni chini kidogo, inatarajiwa kwamba ongezeko lake litakuwa takriban nyuzi joto 1.4, ambacho ni chini kidogo ya ongezeko la mwaka 2025. Lakini kwa ujumla ni kwamba miaka mitatu iliyopita imekuwa ndio inaongoza kwa ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Sasa haya yote yanaonesha ni kwa nini serikali imeendelea kuwekeza na kuimarisha huduma za hali ya hewa ili haya mabadiliko na hizi changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ziweze kuratibiwa vizuri. Lakini maeneo mengine ambayo tumeendelea kufanya vizuri ndani ya hizi siku 100 ni pamoja na kuendelea kuongeza na kuimarisha ushawishi wa Tanzania katika jumuiya ya kimataifa, ambapo sisi tumeendelea kupeperusha vizuri bendera ya Tanzania katika mikutano mbalimbali ya kimataifa, na mimi pia katika nafasi yangu kama makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa nimeendelea kufanya vizuri, na hivyo kuendelea kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania na kuendelea kuimarisha na kuongeza ushawishi wa Tanzania katika masuala ya sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia hata katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi kwa ujumla wake. Na lingine kubwa ambalo tunaweza kujivunia kwamba ndani ya hizi siku 100 tunashukuru kwa ushawishi huo na kwa hiyo kazi ambayo imefanyika, tumeweza kushawishi mkutano mmoja mkubwa, na hizi ni taarifa za jana. Kimsingi tulikuwa na kikao na wenzetu wa shirika la hali ya hewa duniani, lakini pia na wadau wengine wa maendeleo katika jumuiya ya kimataifa. Tumeweza kushawishi kuwepo mkutano wa mkubwa wa masuala ya utabiri wa hali ya hewa, kwa maana ya wataalamu bingwa utabiri wa hali ya hewa duniani, kwamba huo mkutano ufanyike hapa Tanzania. Sasa hili ni jambo kubwa, ni jambo la kujivunia kwamba huu mkutano wa namna hiyo, mkutano mkubwa ambao unajumuisha wanasayansi bingwa wote duniani kwenye masuala ya sayansi ya utabiri wa hali ya hewa utafanyika hapa Tanzania, na hilo hayo maamuzi yameweza kufanyika ndani ya hizi siku 100, na huo mkutano utaleta pamoja wanasayansi na wataalamu bingwa zaidi ya 100 kukutana hapa Tanzania kwa ajili ya huo mkutano. Mkutano wa kwanza namna hiyo ulifanyika India mwaka 2015, na mkutano wa pili wa namna hiyo ulifanyika Barcelona, Spain mwaka 2018. Mkutano wa tatu wa namna hiyo ulifanyika Portugal, Ureno mwaka 2022. Mkutano wa 4 unafanyika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni swala la kujivunia, na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafanya huo mkutano uwe wa kipekee na utaacha alama kubwa katika nchi yetu, lakini pia katika tasnia ya masuala ya sayansi ya hali ya hewa na utabiri wa matukio ya hali mbaya ya hewa. Kwa hivyo hilo ni fanikio kubwa, lakini lingine ambalo tunaendelea kulifanyia kazi ni pamoja na kuangalia, tunaendelea kushawishi wenzetu pia mkutano mwingine mkubwa wa kidunia ufanyike hapa Tanzania, nao ni mkutano wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambao utaleta pamoja wataalamu bingwa
wa sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa katika kikosi kazi namba 1 waweze kufanya mkutano wao hapa Tanzania. Sasa hilo bado hatujapata majibu ya moja kwa moja. Ni nchi nyingi zinapambania kuweza kuratibu huo mkutano, lakini naamini kwa ushawishi wetu Mungu atatujalia tutaweza pia kukubaliwa kuweza kuhost huo mkutano. Huo mkutano unatarajia utafanyika mwezi Novemba mwaka huu 2026. Huu mkutano mwingine utafanyika mwezi Juni 2026. Kwa hivyo ushawishi wa Tanzania katika tasnia ya hali ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa unaendelea kuimarika. Lakini kama hiyo haitoshi, vile vile wataalamu wetu bingwa wa mamlaka ya hali ya hewa wameendelea kuhudumu katika vikosi kazi mbalimbali vya kidunia katika masuala ya kuimarisha huduma za hali ya hewa na kuimarisha sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa ujumla wake. Wataalamu wetu hapa ndani ya mamlaka wako ambao wanashiriki katika vikosi kazi. Hivyo vikosi kazi mara nyingi inaweza ikawa na wataalamu 8-10 kwa dunia mzima. Kwa hivyo kuwa na wataalamu kutoka Tanzania ndani ya timu ya wataalamu 8-10 sio jambo dogo. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia na naendelea kuonyesha ni namna gani ambavyo sisi kama Tanzania tunaendelea kuwa kinara, tunaendelea kuimarisha ushawishi wetu, na hii yote tunaendelea kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais kwa kutupa hizi fursa, lakini pia kuifanya Tanzania iendelee kuonekana. Katika muktadha huo wa ushawishi wetu ndani ya katika tasnia ya hali ya hewa, pia shirika la hali ya hewa duniani limeweza kutuamini na kutupa jukumu, lakini pia tuliombwa na wenzetu kwamba tuweze kusaidia baadhi ya nchi katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Miezi michache iliyopita tuliweza kusaidia nchi ya Burundi. Wataalamu wetu walienda Burundi kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa kuimarisha masuala ya quality management system kwenye huduma za hali ya hewa, masuala ya kuimarisha ubora wa utendaji kazi katika huduma za hali ya hewa. Lakini lingine pia wataalamu wetu waliweza kwenda Sudani ya Kusini. Sudani ya Kusini pia tuliweza kupeleka wataalamu wetu na wakaweza kuwajengea uwezo wa kutoa utabiri wa matukio ya hali mbaya ya hewa. Sasa hili kwetu ni jambo la kihistoria sana, ni jambo la mafanikio makubwa, kwa sababu kabla ya hapo wenzetu Sudani ya Kusini walikuwa hawajawahi kutoa utabiri wa matukio ya hali mbaya ya hewa wao wenyewe. Sasa baada ya kujengewa uwezo na wataalamu wetu, basi tumewawezesha wenzetu wa Sudani ya Kusini kuweza kuanza kwa mara ya kwanza kutoa utabiri wa matukio ya hali mbaya ya hewa wao wenyewe. Sasa hili ni jambo kubwa, na sisi tunafanya hivyo kwa kuzingatia ile falsafa au ile principle ya kusema kwamba hakuna kumwacha mtu yoyote nyuma. Kwa hiyo tunatamani sisi kama Tanzania tuwasaidie wenzetu ili tutembee pamoja na tuwawezeshe pia katika hii tasnia ya hali ya hewa Afrika tuendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini kama hiyo haitoshi, pia tunaendelea na majadiliano. Wenzetu wa Zambia lakini pia na Sierra Leone wametuomba pia tuweze kuwasaidia katika baadhi ya maeneo ambayo sisi tunafanya vizuri zaidi. Sio maeneo yote, lakini yako maeneo ambayo sisi kimsingi tunafanya vizuri zaidi na tunaaminiwa kusaidia wengine. Kwa hivyo tunaendelea na majadiliano na wenzetu wa Zambia ili kuona namna gani tunaweza kuwasaidia. Aidha wataalamu wao wanaweza wakaja hapa au sisi tukapeleka wataalamu wetu wakaendelea kuwasaidia katika baadhi ya maeneo ikiwemo kutoa utabiri kwa kutumia mahesabu ya kompyuta kwa maana ya modeling, lakini pia kutoa utabiri wa matukio ya hali mbaya ya hewa na kadhalika. Ni mambo ambayo tunaendelea kujadiliana na tunatarajia kwamba ndani ya huu mwezi tutakuwa na vikao vingine. Tunafanya vikao mtandao kwa asilimia kubwa, tunatumia sana maendeleo katika teknolojia katika kuyafanya haya yote. Kwa hiyo tunafanya vikao mtandao
tumeshafanya vikao mara kadhaa nao na sasa tunaendelea na hayo maandalizi. Lakini kabla ya hapo, mwaka jana tulikuwa na wenzetu wa Zimbabwe ambao pia walikuja kujifunza kwetu, na kikubwa ambacho kinafurahisha na tunajivunia ni kwamba wenzetu walivyokuja tukawapitisha katika utendaji wetu, katika shughuli zetu, katika mipango yetu, na waliweza kusema tu, kwa kweli tunatamani tukopi kila kitu mnachofanya, tukakifanya vile vile mnavyofanya. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunaendelea kulifanya kwa jinsi hiyo. Dr. Chang'a anasema siri ya haya yote kufanikiwa ni uwepo wa miundombinu thabiti na uwezeshaji unaofanywa na serikali. Mambo mengine ambayo tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu na pia ambayo yanaendelea kufanyika na yameendelea kufanyika ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais ni pamoja na uimarishaji mkubwa wa miundombinu. Tuna ujenzi wa kituo cha kutoa utabiri wa masuala ya tsunami, lakini na kituo kikuu cha utabiri. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutakuwa na kituo kikuu cha utabiri na kituo cha kutoa utabiri wa masuala ya tsunami ambacho kinaendelea kujengwa, na sasa hivi tunatarajia kwamba ifikapo mwezi Juni ujenzi huu utakuwa umekamilika kama kila kitu kitaenda kadri ambavyo tunatarajia, na hii itakuwa ni mafanikio makubwa na itaendelea kuimarisha ushawishi wa mamlaka ya hali ya hewa katika masuala ya ushawishi wa Tanzania na mamlaka ya hali ya hewa katika masuala ya huduma za hali ya hewa. Na sambamba na ujenzi wa kituo kikuu cha utabiri na kituo cha kutolea utabiri wa masuala ya tsunami, pia tunajenga calibration center. Calibration center ni center kwa ajili ya kuhakiki usahihi na ubora wa vifaa vya hali ya hewa na vifaa vingine. Sasa hili nalo ni jambo kubwa na ni mafanikio makubwa, kwa sababu uhakiki huu tumekuwa tunaufanya nje ya nchi, na nchi nyingi zinafanya pia nje ya nchi. Nchi nyingi katika Afrika na ukanda huu wa Afrika Mashariki wanafanya hivyo. Sasa sisi tunajenga kituo ambacho tutafanya uhakiki wa vifaa vyetu, lakini pia tutaweza kuhamasisha wenzetu katika Afrika pia kuja kufanya uhakiki ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kimkakati na unaona kwamba ni swala kubwa, ni swala ambalo litaweza kuchagiza pia masuala ya kiuchumi kwa ujumla wake, kwa sababu watakavyokuja kufanya uhakiki lazima watakuwa wanachangia. Na swala lingine ambalo limeendelea kutekelezwa ni pamoja na utekelezaji wa mradi wa kuimarisha miundombinu ya huduma za hali ya hewa ambao unafadhiliwa na wadau wa maendeleo wakiongozwa na shirika la hali ya hewa duniani, lakini na pia UNDRR na wengine, ambao sisi Tanzania tulikuwa miongoni mwa nchi ambazo zilipata fursa ya kupata ufadhili kutokana na ushawishi ambao nchi yetu inayo ndani ya dunia ya kimataifa, kwa sababu sio nchi nyingi zilipata huo ufadhili. Na sisi ufadhili ambao tulipata ni takriban dola milioni 9.9 hivi kwa ujumla wake, na zote hizi zikiwa zimejikita katika kuimarisha miundombinu ya utoaji wa huduma za hali ya hewa, hususa mifumo au vituo vya kujenga na kuimarisha vituo vya hali ya hewa vya kupima anga za juu, upper air station. Sasa hivyo vinaenda kufungwa Mwanza, vinafungwa Kilimanjaro na Mbeya. Hivyo sehemu maeneo hayo tutafunga hivyo vituo vya kufanya uangazi wa hali ya hewa ya anga za juu. Kwa hiyo yote haya yanaenda kuimarisha utoaji wa huduma za hali ya hewa kwa ufanisi zaidi. Lakini lingine ni pamoja na kuimarisha kuongeza baadhi ya vituo vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe. Kwa hiyo ndani ya huu mradi wa SOF, Systematic Observation Financing Facility, au mradi wa kuimarisha miundombinu ya utoaji ya uangazi wa hali ya hewa, ambao sisi ni mojawapo ya nchi chache katika dunia zimeweza kupata huo ufadhili kutokana na ushawishi kama nilivyosema
na takribani dola milioni 9.9, basi tunaendelea kupata huo ufadhili, na hii miradi inaendelea vizuri na tunatarajia mwaka huu itakamilika, kwa maana ya kwamba sasa tutakuwa na kituo cha kupima hali ya hewa za anga za juu Kilimanjaro, alafu Mwanza, alafu pia na Mbeya. Sasa kimkakati ni kwamba unaenda kuimarisha ufuatiliaji wa karibu zaidi wa mifumo ya hali ya hewa, na hivyo hata kuimarisha utoaji wa huduma hii kwa usafiri wa anga, kwa matumizi mengine yote ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo tutaendelea kuwa bora leo kuliko jana na bora kesho kuliko leo kutokana na huo ufadhili. Lakini lingine, wataalamu wetu kupitia huu mradi ambao kama nilivyosema kutokana na ushawishi wa nchi yetu, na wanaendelea kujengewa uwezo. Kuna wataalamu wanajengewa uwezo katika masuala ya engineering, ya mambo ya vifaa vya hali ya hewa, masuala ya utaalamu wa kusimamia na kufanya maintenance ya rada na kadhalika. Kwa hivyo hili ni jambo lingine ambalo limeendelea kufanywa, lakini kuna mitambo mingine ambayo pia inaendelea kukamilishwa, ambao ni ya kuimarisha uchakataji wa taarifa za hali ya hewa na utoaji wa utabiri. Sasa hiyo pia ni mitambo ambayo imenunuliwa na serikali, ambayo sasa hivi mingine imeshafika na inaanza kufungwa, na tunatarajia kwamba itakuwa na mchango mkubwa sana katika kuimarisha utoaji wa huduma za hali ya hewa. Na mwanzoni nilizungumza kuhusiana sasa na haya yote, maana yake ni kuongezeka kwa ubora na usahihi wa utabiri, ambao sasa unakuwa na mchango mkubwa katika kuongeza ufanisi na tija katika shughuli zote na sekta zote za kiuchumi na kijamii. Kwa hivyo ni swala ambalo tunashukuru na tunaendelea kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuishukuru serikali na Mheshimiwa Rais kwa huo uwekezaji mkubwa ambao unaendelea kufanywa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kisha anaisihi jamii kuhakikisha inafuatilia na kufanyia kazi utabiri unaotolewa na TMA. Niendelee hasa na kuhamasisha wananchi na wadau wote kuendelea kufuatilia kwa karibu na kuzingatia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa, ikiwemo taarifa za tahadhari. Tukitoa tahadhari au tukitoa angalizo, kwa asilimia kubwa tunakuwa tuko sahihi, na usahihi wa taarifa zetu huko kwenye takriban asilimia 94 kwa upande wa utabiri wa msimu wa vuli. Tumetathmini na kuona kwamba usahihi wake ulikuwa takriban asilimia 94. Kwa hivyo kile ambacho tunakitoa mara nyingi kadri tutakavyosema ndivyo kinavyotokea. Kwa hivyo naomba wananchi waendelee kufuatilia kwa karibu, waendelee kuzingatia, lakini kikubwa pia sio tu kuzingatia, wazitumie vizuri tabiri tunazozitoa kwa ajili ya kuongeza ufanisi. Na la mwisho ni sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa namba 2 ya mwaka 2019 ambayo inatoa haki na wajibu sio tu kwetu bali hata kwa wadau na wananchi wote kwa ujumla. Mojawapo ya mambo ambayo yanasisitizwa ni kwamba uendeshaji wa huduma za hali ya hewa kwa namna moja au nyingine, iwe ni kituo ni nini, lazima zipate kibali kutoka kwa mamlaka, na lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba shughuli zote zinafuata miongozo na taratibu na kanuni ili kuhakikisha ubora wa huduma za hali ya hewa, ambao sisi ni mojawapo ya nchi chache katika bara la Afrika tulikuwa wa kwanza kabisa kupata cheti cha ubora katika utoaji wa huduma za hali ya hewa kwa ajili ya usafiri wa anga. Na sasa ili uendelee kumiliki cheti hicho, lazima uhakikishe shughuli zenu zote katika nchi za utoaji wa huduma ikiwemo uangazi zinafuata miongozo, zinafuata standard. Na hivyo ndio maana tunawasisitiza wananchi kwamba na wadau wale wanaofanya huduma za hali ya hewa kwa namna moja au nyingine, kwa maana ya uangazi na kituo cha uangazi, lazima kizingatie miongozo, na kama kuna mtu anafanya hizo shughuli lazima pia tuwe na uhakika na weledi wake. Kwa hivyo ndio maana serikali iliweka hii sheria. Sasa kutozingatia hii sheria, kutofuatilia ni kosa kisheria, na tunaomba kwa kweli tuhakikishe kwamba tunazingatia. Mamlaka ya Hali ya Hewa inatoa utabiri wa hali ya hewa wenye usahihi na uhakika kwa zaidi ya 90%.
Hivyo ni jukumu lako wewe na mimi kufuatilia na kufanyia kazi taarifa za utabiri. Bila shaka umefahamu mengi kuhusiana na mamlaka ya hali ya hewa na utekelezaji wa majukumu yake ndani ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Agnes Mbapu, na hiki ni Kishindo cha awamu ya 6. Tukutane wiki ijayo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni Kishindo cha awamu ya 6.